cha Usimamizi wa Fedha IFM tunashiriki kwenye maonyesho haya ya wiki ya fedha ambayo ina kauli mbiu msingi kwamba elimu ya fedha ni msingi wa maendeleo ya kiuchumi. Sisi kama chuo cha Usimamizi wa Fedha ambao tunafahamika, tumekuwa kwenye sekta hii ya fedha kwa muda mrefu sana. Tuna mambo mengi ambayo tunafanya kama chuo cha IFM na siwezi kuyaongea yote hapa. Lakini labda kwa sasa hivi nitapenda kuongea kitu kidogo kinachoonyesha kazi tunazozifanya na tunavyowasaidia wanafunzi wetu na tunavyotengeneza mazingira yetu kwa ajili ya kuwezesha wanafunzi wanaokuja chuo cha Usimamizi wa Fedha kubobea kwenye sekta ya fedha, lakini pia kuwa na uwezo wa kwenda kwenye soko la ajira. Na ninaposema ajira, sio lazima uwe umeajiriwa na mwajiri unalipwa mshahara mwisho wa mwezi, lakini unaweza ukaitumia ile sekta ya fedha kwa namna mbalimbali ukajipatia kipato na ukasaidia jamii. Kwa hiyo kama mnavyoona kwenye hizi banners zetu kwenye bango letu, utaona kwa mfano hapa tuna hii bana inasema Inspire Financial Literate Generation. Hii ni mfano mmoja tu tunaweza kuchukua ambao wanafunzi wetu wana association yao pale chuoni ambayo imeanza nadhani kama miaka 3 iliyopita, ambayo inaitwa IFM Students Economics and Finance Association, ISEFA kwa kifupi. Kwa hiyo mwaka jana nakumbuka mwezi wa 4 tumewawezesha wale wanasoma ile Bachelor Economics and Finance na wameweza kuboresha, kuelewa na kuweka elimu kwa vitendo. Kwa wale wanaofahamu tutagundua kwenye international schools wakati mwingine wanapotupita sisi vitu vingine ambavyo hatufanyi kama jamii ya Kitanzania, ambavyo ninaamini pia jamii ya Kitanzania kwenye maeneo mengi wanafanya sasa hivi. Kuna kitu wanaita well-rounded or whole-rounded student. Yaani wanataka mwanafunzi asiwe tu anajua hesabu na Kiingereza na Kiswahili, lakini mwanafunzi acheze michezo, mwanafunzi atoe huduma, wanasema service, mwanafunzi awe kiongozi, afanye shughuli mbalimbali za kiongozi, mwanafunzi atoe elimu, yani asiishie tu kushika hesabu na Kiswahili na Kiingereza na jiografia, lakini afanye vitu vingine nje ya shule. Hivi ndio vinamtengeneza ajue kuinteract na watu, hivi ndio vinamtengeneza aweze kuwa kiongozi kwenye mahali kokote atakapokuwa. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo IFM tunasisitiza. Kwa mfano wanaenda kutoa misaada maeneo mbalimbali kwenye community ambayo watu wanakuwa wana matatizo, wana uhitaji mbalimbali. Lakini pia utaona kwa mfano kama inavyoonyesha kwamba waliweza katika association yao kuandaa siku maalum na kuwaita wabobezi mbalimbali kwenye sekta ya fedha kwa kushirikiana nao kuja kutoa elimu. Jambo lingine, wanafunzi wetu tunawamotisha wanashiriki kwenye mashindano mbalimbali ambayo yanaendana na mambo ya sekta ya fedha. Kwa mfano hapa tumekuja na mwanafunzi wetu mmoja wapo ambaye katika 24 na mwaka 2024-2025 ameshiriki mashindano mawili makubwa. Alishiriki kwenye ile ya Dar es Salaam Stock Challenge, DSC Stock Challenge, na akawa kati ya washindi. IFM tuliongoza, tulitoa washindi wengi, tuliongelea kwenye vipindi vitu vingine vya nyuma, lakini yeye alikuwa ni mmoja wapo. Na kupitia sasa hii association yao na ile Financial Literacy Day walioiandaa pale IFM kwa kuwaita wabobevu mbalimbali kutoka katika sekta ya fedha, tulimconnect na alumni wetu ambao wako kwenye soko kwenye industry ya soko la hisa, ambako ameendelea kufanya. Alianza kama internship na kwa taarifa tulizonazo ni kwamba anakaribia kupata mkataba wa kazi. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba akiwa chuoni amefundishwa darasani yale masomo, ameelewa, amejengewa uwezo na supportive environment ya kusupport hizi associations, vyama vya wanafunzi ambavyo vinawalinki na industry, vinawalinki na alumni wetu. Na kwa hiyo kwa mfano kama huyu tulimlinki na Alpha Capital ambao ni broker wa Dar es Salaam Stock Exchange yenye wabobevu wa miaka mingi tangu soko la hisa linaanza. Kwa hiyo amekuwa pale, amejifunza mambo mengi na anaendelea, tunamuona, tunamtoa. Kwa hiyo haitoshi tu kwenda kwenye chuo ukafundishwa darasani ukaondoka, lakini tunabidi sasa tuende mbele, tujifunze kuwa mambo unayofanya ukiwa mwanafunzi hayo yanakutofautisha unapokwenda kwenye soko. Wote mnaweza mkaa kwenye soko, mna vyeti, mna GPA nzuri, mna A nzuri, lakini ulifanya nini zaidi ya kusoma darasani na kufaulu ulipokuwa chuoni? Haya ni mambo muhimu ambayo sisi IFM tunayasisitiza kwa wanafunzi wetu kwamba yatawafanya waonekane wa tofauti wanapokwenda kwenye soko la ajira.
Ningependa kutoa wito kwa wazazi, na mimi nikiwa mzazi, na mimi nafanya hivi hata kwa watoto wangu mwenyewe. Sio rahisi kumfanya mwanafunzi anapokuwa chuoni aweze kufaulu darasani na aweze kujihusisha kwenye mambo ya ziada. Lakini ukweli ni kwamba dunia sasa hivi imebadilika. Waajiri na jamii haitaki tu cheti kama umefaulu darasani. Na nenda mahali kwenye chuo kama sisi tunavyofanya chuo cha usimamizi wa fedha, pengine na mahala pengine utapata hizi fursa, lakini ni muhimu angalia kutengeneza mazingira wakati unasoma, kufanya zaidi ya kusoma. Na kumbuka darasani bado unategemewa ufaulu vizuri, lakini fanya njia ya kuwa na mazingira ya ziada ya kufanya vitu vya ziada, na IFM ni mahali sahihi. Ukileta wanafunzi, tumetengeneza hayo mazingira ya kuwawezesha kujiunganisha na watu walioko kwenye industry, ili hata anachokisoma darasani aweze kukitesti, na baada ya hapo kwanza sasa miguu kwenye soko la ajira inakuwa rahisi zaidi. Safari yangu kwenye capital market ilianzia IFM wakati nipo chuo nikiwa nasoma Bachelor of Science in Economics and Finance. Haikuishia tu darasani, nilijaribu pia kujitosa kwenye mashindano mbalimbali yaliyokuwa yakihusu capital market. Shindano la kwanza ni Dar es Salaam Stock Exchange, ambapo tuliunda ni kitu kama kampuni ikiwa inaitwa Wall Street Capital, na tukaibuka wa kwanza tukiwa watu 4. Lakini pia shindano la CMSA ambao lilihusisha wanafunzi wa vyuo vyote vya Tanzania, walioshiriki na wanafunzi 28,393 na kuchaguliwa wanafunzi 89 tu ambao walikuwa ni top performance. Hayo yote ndio yaliyokamilisha safari yangu. Ukichukua darasani wakati nasoma mambo portfolio management, mambo ya finance, mambo ya economics, ukijumlisha hiyo yote ikanipelekea mpaka kufanya kazi Global Alpha Capital, ambapo wanajihusisha na brokerage activities, ni fund manager, ni investment advisor, lakini pia ni washauri wa uwekezaji, investment advisor. Kwa hiyo kutumia knowledge ya darasani na natumia nadharia nilizosoma kufanya mambo kwa usahihi. Na niligain knowledge ya kuwa na discipline, risk management, portfolio management. Hiyo yote ikawa na msukumo mkubwa wa kufanya uwekezaji kwa kutumia data halisia. Unajua masuala ya uwekezaji mara nyingi watu wengi tunasikia wakiwa wanashauriana, lakini kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika. Tunaanza na economic overview, tunakuja kwenye sector analysis, tunakuja kwenye industrial analysis, alafu tunakuja kwenye kampuni husika. Kwenye kampuni husika tunafanya valuation. Baada ya kufanya valuation tunaangalia management, tunafanya porters. Kwa hiyo tunafanya vitu vingi mpaka kusema tukawekeza kwenye kampuni. Kwa hiyo tunatumia data halisia. Hayo yote niliyasoma IFM, lakini kwa sasa hivi nayafanya practically. Kwa hiyo unaona hiyo connection iliyokuwepo. Lakini pia chuo changu nakishukuru sana kwa sababu nilipo mkurugenzi ambaye ni CEO naye alikuwa ni alumni ya IFM, kamaliza mwaka 1985. Lakini umeona hiyo connection ambayo tunakutana. Lakini pia mgeni rasmi wa event ya maonyesho haya alikuja kumwakilisha waziri wa fedha, Mheshimiwa Naibu Waziri, naye pia ni alumni ya IFM. Kwa hiyo unaona IFM ni sehemu moja ambayo mwanafunzi ukiingia pale uwezo ukatoka hivi hivi. Kuna mambo mengi, chuo kitakukutanisha na watu wengi. Mfano ni mimi mzuri, chuo kimenikutanisha na watu wengi mpaka sasa hivi niko Global Alpha Capital na nikiwa nafanya kazi ya research and financial analyst. Kwa hiyo unaweza ukaona maana yake ni uchambuzi wa data ambao nilisoma darasani, lakini nakuja kufanya kwenye uhalisia. Mimi nafanya kama research and financial analyst. Almost 95% yote nimesoma darasani. Ni vitu vichache kama utaratibu wa kazi na vitu vingine, lakini vitu vingi nimevisoma darasani. Portfolio management nimesoma darasani, finance nimesoma darasani, uchumi nimesoma darasani. Kwa hiyo ni vitu tu ambavyo ni kuintegrate uhalisia na zile nadharia ulizokuwa unasoma darasani. Na bahati nzuri ya FM tunasoma sio nadharia tu, tunafanya mpaka kwa vitendo. Zile calculation tunafanya. Nakumbuka mara ya kwanza nilifanya valuation ya kampuni ya CRDB. Kwa darasani nilipata A wakati ule. Lakini kwa sasa hivi pia nimeingia sokoni tayari nimefanya valuation ya TCC, Tanzania Cigarette Company. Lakini Januari hii tumeanza research, tunaitaga ni equity research ya kampuni ya CRDB. Nafikiri hivi karibuni tunaweza tukaitoa. Kwa hiyo unaona ni vitu ambavyo vinajirudia. Kwa hiyo chuo changu nakishukuru kwa sababu
kimenifanya niwe hapa nilipo. Kwa hiyo ninawashauri vijana wenzangu ambao wako shuleni, lakini sio tu wako shuleni, ambao wamemaliza diploma, ambao wako sehemu zingine, ambao wamemaliza degree wanataka kwenda kusoma masters. Kuna masters pale ya finance and investment ambao ni kozi nzuri kwa watu wanataka mambo ya uwekezaji. Kwa hiyo ni washauri tu waje IFM, ni sehemu nzuri sana ya kufika sehemu ambayo ni ya mbali zaidi. Hata ukiangalia kwenye event tuliopo hapa, maonyesho haya ya financial sector, kila banda unalopita unamkuta mwanafunzi wa IFM. Ukienda BOT unawakuta, ukienda sehemu tofauti unawakuta wanafunzi wa IFM. Kwa hiyo hiyo inaonyesha IFM ni sehemu moja nzuri ambayo kama kijana ukienda pale uwezo ukatoka bila. Lazima utoke uende, itakuvusha stage, utaenda stage nyingine.